Urusi yasema Marekani ina jukumu muhimu kumaliza vita na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amezungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Marekani Marco Rubio na kupongeza jukumu muhimu la Marekani katika kusaidia kufanikisha mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi pia imechapisha taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram kwamba Lavrov amekubaliana na Rubio kuendeleza mawasiliano kati ya Moscow na Washington. Hayo yanajiri siku moja baada ya wawakilishi wa Urusi na Ukraine kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja ya amani huko Uturuki baada ya miaka kadhaa ya kutofanikiwa kufikia makubaliano ya usitishaji mapigano. Hata hivyo, pamoja na juhudi hizo, mataifa hayo mawili yameendelea kushambuliana. Vile vile, maafisa wa Ukraine wamesema shambulizi la droni la Urusi kwenye mkoa wake wa kaskazini wa Sumi limelenga basi la abiria na kuua watu 9 na kujeruhi wengine 4. Maafisa hao wameongeza kwamba watu waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini huku wengine 3 wakiripotiwa kuwa kwenye hali mbaya. Chombo cha habari katika mji huo kimesema abiria katika basi hilo walikuwa wanahamishwa kutoka mji wa Bilopilia wakati shambulio lilipotokea. Hayo yanajiri siku moja baada ya Moscow na Kiev kufanya mazungumzo yao ya kwanza moja kwa moja ya amani huko Uturuki baada ya miaka kadhaa ya kutofanikiwa kufikia makubaliano ya usitishaji mapigano. Licha ya vita kuendelea, Urusi na Ukraine ziliahidi mjini Istanbul kuendelea na mchakato huo wa amani. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, vikosi vya Ukraine vimewatuma tena wapiganaji kutoka kikosi cha kitaifa cha Aidar kaskazini mwa kijiji cha Bogatry katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Chanzo katika miundo ya usalama ya Urusi kinasema adui ameweka wanamgambo kutoka kikosi tofauti cha 24 cha Aidar katika kijiji cha Novo-Ukrainka kaskazini mwa Bogatry. Chanzo kilisema iliongeza kuwa jeshi la Ukraine linaharakisha kuhamisha vikosi kwenye mpaka kati ya mikoa hiyo miwili kujaribu kuimarisha ulinzi kwenye sehemu hiyo ya mstari wa mbele. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita tena ni kwamba ukombozi wa kijiji cha Alexandropol katika Jamhuri ya Watu Donetsk utaruhusu vitengo vya Urusi kuongeza shinikizo la mashambulizi kwa kikundi cha Kiukraini huko Konstantinovka. Chanzo katika miundo ya usalama kinasema Alexandropol inafungua uwanja kufanya kazi kwa kuongeza shinikizo la mashambulizi kwa adui huko Konstantinovka. Zaidi ya hayo, uwepo wa majeshi ya Kirusi katika eneo hilo la makazi utaharakisha kukera kwa Konstantinovka. Mapema Jumamosi, wizara ya ulinzi ya Urusi iliripoti ukombozi wa eneo hilo. Vile vile, msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov anasema Urusi itatayarisha na kuwasilisha orodha ya masharti ya kusitisha mapigano kwa upande wa Ukraine. Kwa hakika pande zote mbili zilikubali kubadilishana orodha za masharti ya kusitisha mapigano. Kazi hii inaendelea. Upande wa Urusi utakusanya orodha yake na kuikabidhi kwa kubadilishana. Alisisitiza kuwa maudhui mahususi ya waraka huo hayatafichuliwa, kwani mchakato wa mazungumzo unabaki kuwa siri. Itakuwa mapema kufichua maelezo yoyote wakati mazungumzo yanaendelea na yanafanyika kwa siri. Urusi na Ukraine zilifanya mazungumzo mjini Istanbul siku ya Ijumaa. Kufuatia mkutano huo, pande zote mbili zilikubaliana juu ya kubadilishana mateka askari 1000 katika kila upande, kuwasilisha mapendekezo ya kina kusitisha mapigano na kuendelea na mazungumzo. Mkuu wa ujumbe wa Urusi, msaidizi wa Rais Volodymyr Medinsky, alisema Moscow iliridhishwa na matokeo na ilizingatia ombi la Ukraine la mazungumzo ya moja kwa moja kati ya viongozi hao. Vile vile, mzozo wa Ukraine hauwezi kutatuliwa kwa njia za kijeshi. Mazungumzo ya amani lazima yaanzishwe na fursa hii inapaswa kuchukuliwa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anawaambia waandishi wa habari, kwanza kabisa, ili kukomesha vita, wahusika lazima waweke silaha chini na watumie diplomasia. Mazungumzo ya amani lazima yaanze na wahusika wasikose fursa hii. Vita hivi haviwezi kumalizwa kwa makabiliano ya kijeshi na silaha. Hamu yetu kubwa ni kuona matokeo ya mwisho kutoka kwenye mazungumzo ya amani. Kwa hivyo, tumedhamiria kuendeleza jukumu letu la upatanishi ili kumaliza vita hivi. Tutafanya kila juhudi kuweka wazi mazungumzo kati ya pande zinazohusika. Mkutano wa wajumbe wa nchi hizo mbili huko Istanbul ni muhimu sana kwa kumaliza vita vilivyoanza Februari 24, 2022 na vile vile kuleta amani katika eneo hilo. Tangu mwanzoni tumefanya juhudi kubwa kukomesha vita hivi. Mazungumzo haya yaliyopangwa kupitia mipango yetu ni hatua muhimu ya kufungua mlango wa amani. Uturuki inatafuta njia za amani na sio tu za kudumu na kuandaa mazingira. Pia alisema Uturuki haina uhusiano wowote na ukweli kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin na Volodymyr Zelensky
hawakukutana Uturuki wakati wajumbe hao walipangwa kufanya mazungumzo. Hali hii haihusiani nasi, shirika la Anadolu lilimnukuu Erdogan akisema, akijibu swali linalohusiana. Vilevile, hasara za kila siku za Ukraine kwenye eneo maalum la operesheni ya kijeshi zimefikia hadi wanajeshi 1345, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Katika eneo la uwajibikaji la kikundi cha kaskazini cha vita, vikosi vya Ukraine vilipoteza wanajeshi 140 pamoja na silaha nyinginezo. Vilevile, jeshi la Ukraine limepoteza vituo 40 vya kudhibiti drone, vituo 8 vya kudhibiti Starlink na maghala matatu ya risasi katika eneo la uwajibikaji la Battle Group West katika siku iliyopita. Mkuu wa waandishi wa habari wa kundi hilo Ivan Bigman anaripoti. Bigman aliongeza kuwa Ukraine pia imepoteza zaidi ya wanajeshi 230. Vilevile, Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anaamini kwamba makubaliano ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine yanaweza kufikiwa tu kutokana na mkutano kati ya marais wa Urusi na Marekani, yani Vladimir Putin na Donald Trump. Mazungumzo kati ya Moscow na Kiev yatatosha. Anasema hii haitafanya kazi ikiwa unatarajia kwamba Warusi na wa Ukraine watafikia makubaliano. Umekosea. Kwenye kipindi cha miaka 3 iliyopita inaweza kutokea siku yoyote, lakini haijawahi kutokea. Nilifanya mazungumzo tofauti nao na nikakataliwa, Orban alisema kwenye mahojiano yaliyotangazwa na kituo cha television cha TV2. Mnamo Julai 2024 alikuja na mission ya kulinda amani huko Kiev na Moscow, ambapo alikutana na Volodymyr Zelensky na Vladimir Putin. Inaweza kufikiwa tu ikiwa Rais Trump ataendelea na mpango wake wa amani, waziri mkuu aliongeza. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine, ambayo ni ya kwanza tangu 2022, yalifanyika Istanbul mnamo Mei 16, yalichukua karibu masaa mawili. Mkuu wa ujumbe wa Urusi Volodymyr Medinsky, ambaye anahudumu kama msaidizi wa rais wa Urusi, alisema baada ya mazungumzo hayo kuwa upande wa Urusi umeridhika na matokeo yao na uko tayari kuendelea na mawasiliano. Sasa tutazame faida za makubaliano ya Iran na umoja wa kiuchumi wa Euro-Russia. Al-Hamadiniya, mkuu wa masuala ya habari wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ametangaza kuwa takriban 87% ya bidhaa zinazouzwa kati ya Iran na nchi 5 wanachama wa umoja wa kiuchumi wa Euro-Russia zitauzwa kati ya nchi hizo bila kutozwa ushuru. Amesema kulingana na makubaliano hayo, takriban 87% ya bidhaa zinazouzwa kati ya Iran na nchi 5 wanachama wa umoja wa kiuchumi wa Euro-Russia ambazo ni Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia na Kyrgyzstan hazitatozwa ushuru kuanzia Mei 15. Kwa mujibu wa makubaliano ya biashara huria ya umoja wa Euro-Russia na Iran, kiwango cha biashara baina ya Iran na nchi hizo 5 kinatarajiwa kuongezeka na kufikia kwa uchache dola bilioni 10. Malengo na vipaumbele vya umoja wa forodha wa umoja wa kiuchumi wa Euro-Russia yametangazwa kuwa ni pamoja na kuondolewa ushuru wa forodha wa ndani ya nchi wanachama, kubuniwa ushuru wa pamoja wa nje na kupanuliwa soko la pamoja kati ya nchi wanachama. Lengo la umoja huu ni kuunda mazingira mamoja ya kiuchumi, kukuza soko la pamoja na kufikia usafirishaji huru wa bidhaa na mitaji, kupunguza bei za bidhaa kwa kupunguza gharama za usafirishaji wa malighafi, kuimarisha ushindani unaofaa katika soko la pamoja na kutekeleza sera za pamoja katika sekta ya kilimo, nishati, teknolojia na usafirishaji. Hivi sasa wanachama wa umoja huo ni Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan na Armenia, ambazo pia ni wanachama wa Jamhuri ya Forodha ya Euro-Russian. Iran, Tajikistan, Georgia, Uzbekistan, Moldova, Ukraine, Pakistan, Uturuki, Uchina, Vietnam pia ni machaguo mengine yanayoweza kuwa wanachama katika umoja huu wa Euro-Russia. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.